Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunaangazia uamuzi muhimu kutoka Mahakama ya Rufaa Tanzania kuhusu kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupitia mkurugenzi wake wa sheria Wilson Gaston Garubindi kimetangaza ushindi mwingine muhimu wa kisheria baada ya Mahakama ya Rufaa Tanzania kutupilia mbali maombi ya marejeo yaliyowasilishwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kuhusu Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema Taifa. Uamuzi huo umetolewa leo Julai 30 mwaka 2026 kwa njia ya mtandao katika shauri la marejeo ya jinai Criminal Division namba 7203/216 ya mwaka 2026. Akifafanua kuhusu uamuzi huo, Garubindi ameeleza kuwa maombi hayo ya jamhuri yalitokana na nia ya DPP kutaka Mahakama ya Rufaa ifanye marejeo dhidi ya maamuzi ya Mahakama Kuu iliyokataa taarifa ya kuongeza ushahidi mpya wa shahidi Amini Mahamba katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Itakumbukwa kuwa Tundu Lissu aliweka pingamizi dhidi ya nia ya jamhuri kuingiza ushahidi huo mpya, ambapo Mahakama Kuu ilikubaliana na pingamizi hilo na kukataa ushahidi huo kuingizwa jaradani. Aidha, Garubindi amebainisha kuwa Mahakama ya Rufaa baada ya kusikiliza maombi hayo tarehe 3 Julai mwaka 2026 imejiridhisha kuwa Mahakama Kuu ilikuwa sahihi kabisa kutupilia mbali taarifa hiyo ya jamhuri iliyowasilishwa chini ya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA. Mahakama ya Rufaa imetupilia mbali maombi yote ya DPP na pia imekataa hoja yake iliyodai kuwa hakupewa fursa ya kusikilizwa. Hii ni hatua kubwa ya kusimamia haki na misingi ya sheria, alisema hivyo Garubindi. Kufuatia uamuzi huo wa Mahakama ya Rufaa, Garubindi amethibitisha kuwa kesi ya msingi ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, sasa inapaswa kuendelea katika Mahakama Kuu ikiwa bila ushahidi huo uliokataliwa wa mahakama zote mbili. Uamuzi huu ni wa kiutaratibu lakini una maana kubwa katika kesi ya uhaini. DPP alitaka kuingiza ushahidi mpya wa shahidi Amini Mahamba na Lissu aliupinga. Mahakama Kuu ilikataa kwa msingi wa kifungu cha 308 cha CPA na DPP alikwenda Mahakama ya Rufaa kwa maombi ya marejeo ya revision. Mahakama ya Rufaa imekubaliana na Mahakama Kuu na kutupilia mbali maombi hayo, ikiwemo hoja ya DPP kwamba hakupewa fursa ya kusikilizwa. Hii inaonyesha kuwa mahakama imezingatia utaratibu za kisheria za kuingiza ushahidi mpya baada ya kesi kuanza. Kifungu cha 308 cha CPA kinaweka vigezo vikali. Kesi ya msingi sasa inapaswa kuendelea bila ushahidi huo, na hii inamaanisha kuwa upande wa mashtaka unategemea ushahidi uliokuwepo awali. Kwa upande wa utetezi ni ushindi wa kiutaratibu unaozuia kupanuliwa kwa kesi kwa ushahidi mpya. Chadema inaitangazia kama ushindi mwingine muhimu kwa Lissu ambaye amekuwa akijitetea na kupinga taratibu mbalimbali. Uamuzi huu unaimarisha msimamo wake wa kisheria. Uamuzi wa Mahakama ya Rufaa ni ishara ya mahakama kuzingatia taratibu, kukataa ushahidi mpya baada ya pingamizi la kisheria na kuonyesha kuwa sheria ya mwenendo inafuatwa. Hatua hii ipo vizuri hata katika kesi nyeti kama ya uhaini. Sheria hii na kifungu cha 308 CPA hii inalinda washtakiwa dhidi ya ushahidi unaoletwa ghafla bila kutoa nafasi ya kujiandaa. Mahakama imezingatia hilo. Kesi hii kwa sasa inaendelea bila ushahidi wa Amini Mahamba, lakini inaweza kuathiri udhito wa kesi ya upande wa mahakama, lakini bado inategemea ushahidi mwingine uliopo. Mahakama ya Rufaa imekataa dai la DPP kwamba wakupewa fursa. Hii inaonyesha kuwa taratibu za kusikiliza pande zote zilifuatwa. Lissu amekuwa akipinga taratibu mbalimbali tangu kesi ianze, na uamuzi huu unaongeza orodha ya maamuzi yaliyokwenda upande wake kiutaratibu. Uamuzi huu ukitolewa kwa njia ya mtandao unaonyesha uwazi. Ni muhimu mahakama ziendelee kujitegemea bila shinikizo la kisiasa. Kwa ujumla, hii ni hatua muhimu ya kisheria. Kesi ya msingi inapaswa kuendelea na pande zote zinapaswa kujiandaa kwa mashauri ya msingi bila ushahidi uliokataliwa. Hii ulikuwa uchambuzi wa kina wa uamuzi wa Mahakama ya Rufaa. Lissu amepata ushindi wa kiutaratibu na kesi ya uhaini sasa inapaswa kuendelea. Je, una maoni gani kuhusu uamuzi huu wa mahakama?
Tuandikie ujumbe wako hapo jinsi unavyofikiria kuhusiana na uamuzi uliotolewa hivi sasa na mahakama ya rufaa kuhusu ushahidi ambao ulikuwa umeingizwa na DPP, ambapo kwa umepinga na kukata rufaa dhidi ya ushahidi ambao kwa umeuingiza baada ya Lissu kukataa. Kwa hiyo na mahakama ilivyoikataa, mahakama kuu ilibidi wakate rufaa, ndio ikaja kwenye kesi ya mahakama ya rufaa huku kuja kumalizia shauri lao, na mahakama ya rufaa pia na yenyewe imetupilia mbali. Kwa hiyo mahakama zote mbili zimetupilia mbali, na kesi hiyo itabidi iendelee, na watakuambia tarehe ni lini na itaanza lini kusikilizwa bila ushahidi huu wa amani.